Mambo, unaendeleaje? Na imani uko poa, unaendelea kupambana kwa sababu ya maisha yanahitaji mtu uendelee kusurvive. Kwa vyovyote vile, lazima uendelee kusimama imara na maisha yako yaendelee. So, karibu tena kwenye madarasa yangu ya Nina Magnet. Uendelee kujifunza. Leo nataka niongelee kuhusu swala la kwa nini mtu anashindwa kupata mahusiano mengine mazuri. Tunatofautiana sana personalities, yani zile tabia ambazo za kuzaliwa, jinsi ambavyo watu wamezaliwa, zile tabia za ndani kabisa tunatofautiana. Kuna watu ambao wao huwa wanashikilia vitu kwa muda mrefu, hawawezi kuachilia vitu. Yani akipitia kitu cha kumuumiza kinamkaa muda mrefu. Na kuna watu wale ambao kwao ni rahisi sana kukisahau kitu. Yani ya jana yakiwa yamepita, anaendelea na mambo yake mengine, anaendelea na maisha mengine. Lakini mwingine huwa anataka majibu ya juzi, kwamba kwa nini juzi ilimtokea vile, kwa nini alifanywa vile. Sasa napokuja kuongelea swala la kupata mahusiano mapya, kuna watu wanapata mahusiano lakini hayadumu, au anashindwa kujihisi vizuri, kujifeel kwamba yupo kwenye ile mahusiano. Na hii ni kwa sababu ya kitu kimoja tu nataka nikiongelee leo. Vipo vitu vingi lakini leo nataka niongelee kitu kimoja. Nataka niongelee kuhusu kumwachilia ex. Unataka mahusiano mapya, ila ndani yako kila siku, kila mara unamfikiria ex. Hata kama upo bado single, lakini uko kwenye unatengeneza ile nafasi ya kupata mahusiano mengine, ila unapoenda kulala, ukiamka, mambo yako mengi unamfikiria ex. Energy zinakuwa zinagongana. Yani ili vitu viweze kutokea katika ulimwengu wa kiroho usioonekana, vinatokea katika ile hali ya energy, nguvu na nguvu zikigongana au zikivutana. Sasa unatamani kuattract mahusiano mapya, mahusiano mazuri. Kichwani unayafikiria mtu mwenye mapenzi, mtu mwenye kujali, mtu mwenye upendo, mtu sio mchoyo, huyo ndio unayemtaka, na sifa zake nyingi kichwani unazo. Ila unashindwa kupata mtu wa design hiyo kwa sababu huwezi kumuona, kwa sababu ndani yako amejaa yule ex, yule ambaye alikuumiza. Na unatumia muda mwingi kujiuliza kwa nini mwaka juzi hakunifanyia kile kitu, kwa nini hakuwahi kunijali. Au unakuwa unawaza kwamba siku nikikutana naye akiniuliza kwa nini tuliachana, nitamwambia alifanya hiki na hiki na hiki na kile. Kwa hiyo bado fikra zako zimejaa ex, na ni fikra zimejaa ex. Na saa nyingine hata kama huhisi maumivu, lakini mawazo yako unamfikiria yule. Hiyo energy, hiyo nguvu unayotumia kumfikiria pia ipo katika ulimwengu wako wa usioonekana, kwenye spiritual realm. Ile nguvu kubwa ya ex bado inatawala. Kwa hiyo kama kuna utawala fulani, hivyo vitu vingine unavyovitaka ambavyo ni kinyume na huu utawala uliopo haviwezi kuja. Huwezi kuattract, huwezi kuvutia watu wengine. Maana inabidi kwanza katika ulimwengu wa kiroho kuwe kuna mvuto, wewe unavutia watu wengine ambao wana zile sifa unazozitaka. Sasa zile nguvu kwa nguvu zikivutiana, ndipo sasa kwenye ulimwengu wa kimwili mambo yanatokea. Lakini spiritually nguvu iliyojaa ni ya ex. Ex ndo anatawala. Kwa hiyo huwezi kuattract mahusiano unayoyataka. Sana kinachowezekanika ni kuvuta watu wanaofanana exactly kama yule ex wako. Ukiwa kwenye akili yako, kwenye mawazo yako unawaza maumivu, jinsi alivyokuumiza, jinsi alivyokucheat, jinsi alivyokuwa akikujibu, jinsi alivyokuwa na kuignore na kupotezea, hakujali, jinsi ambavyo alikuwa hana time na wewe. Yale ndio yamekujaa ndani yako, ndio mambo unayoyawaza sana. Ile mechanism ya kuvuta watu wapya kwenye maisha yako
inachukua hayo ambayo unayawaza sana. Inaichukua hiyo energy, hiyo nguvu kubwa iliyojaa ya kuwaza hayo mabaya. Huwa hatuvuti vitu kama vinakuja tu kutoka nje. Tunavuta vitu kwenye maisha. Tuna attract vitu kwenye maisha yetu kutokana na vile tulivyo ndani. Kwa hiyo kama ndani yako umejaa uchungu au mawazo mabaya, ninachomaanisha kwa ufupi tu ni kwamba amejaa X bado ndani yako, na matendo yake na uovu wake na mabaya yake yote ndio yamejaa ndani yako. Kwa maana ile ndio nguvu iliyojaa ndani yako. Ule uovu ndio umejaa ndani yako. Kwa kama ule ndio umejaa, utavutia watu wanaofanana na ule uovu. Kwa hiyo unaweza kupata mahusiano ambayo yako exactly kama alivyokuwa ex wako, au yanayokaribia vile alivyokuwa ex wako, au yakawa zaidi ya vile alivyokuwa yule ex wako. Na ndio maana utajikuta unasema kwamba mbona mimi wanakuja watu wale siwezi kuwa na mahusiano, makikila anayekuja naona ni muongo. Ni kwa sababu bado ndani yako amejaa X. Lazima kwanza utoe, ubaki mweupe, ili sasa uweze kuattract moyo safi, uattract mawazo safi, uattract mazuri yale ambayo unayafikiria. Uta-attract vile ambavyo wewe ulivyo ndani yako. Iwe kwamba imejaa nguvu ya mawazo mabaya au nguvu ya mawazo mazuri, hivyo ndivyo utakavyovi-attract. Hata kama ni muda mrefu mshatengana, lakini bado unamfikiria. Bado unafikiria jinsi ambavyo alikudhalilisha ile siku. Bado unafikiria jinsi ambavyo hakukujali, jinsi ambavyo alikuwa hakuthamini, alivyokuwa akikupotezea, alivyokuwa akikupuuza. Yeye mwenyewe kwa alikuwa hana habari, anaendelea na maisha yake kama kawaida. Lakini wewe unawaza jinsi atakavyokuja siku moja kukuomba msamaha na jinsi utakavyomnyanyasa. Yaani yote hiyo unalisha ubaya unazidi kunenepa ndani yako. Ule utawala wa ubaya unazidi kutawala ndani yako. Ile nguvu ya maumivu inaendelea kukutawala. Jinsi ulivyo ndani yako utavuta watu wa aina hiyo ndani yako. Lakini huanzi kuvuta mtu, unavuta kwanza energy, nguvu. Ndio maana nimeongelea kwanza issue ya kwamba kiroho, kwamba ukiwa na nguvu ya maumivu ndio inakutawala iliyojaa, basi utavutia watu wa aina hiyo. Yaani ndege wa mabawa yanayofanana huruka pamoja. Kwa hiyo utavuta watu wa design hiyo. Kwa hiyo ni lazima kwanza ubadilishe hiyo nguvu iliyojaa ndani yako. Kama unataka mahusiano mapya mazuri, hakikisha kwamba X, yule aliyekuachia doa, aliyekuachia uchungu na maumivu, aliyekusumbua sana akili yako, amefutika ndani yako. Utajikuta unaingia kwenye mahusiano mengine lakini huna furaha, huna amani, kwa sababu bado unamwaza X. Ndio maana nimesema tunatofautiana personalities. Kuna wale ambao kweli anaweza akachana na mtu leo, kesho akaingia kwenye mahusiano mengine na akaweza kufake mpaka akafanikiwa. Akaanza kidogo kwa kuforce mwisho akamsahau yule mtu mwingine na mambo yakaenda. Lakini kuna watu ambao wao huwa wanahisi vitu ndani sana, yani vinaenda ndani sana na vinakaa. Watu wanaobeba vitu muda mrefu. Wewe kama upo hivyo, mahusiano yanapovunjika, usijiingize kwenye mahusiano haraka mengine. Kwa sababu ukiingia na bado umebeba huyu mtu mwingine ndani, bado hujajiponya, either utamsumbua huyu mtu mwingine au utaanza kuziona kasoro nyingi ndani yake. Kwa sababu zile kasoro sio kwamba zipo nyingi kiasi hicho au ni vitu vikubwa sana. Ni kwa sababu unamfananisha na yule ex wako, unachukulia kwamba naye ndo yale, yaani utakuwa unamwadhibu kwa mambo ambayo hajayafanya. Utakuwa unamwadhibu, unampa adhabu kubwa sana kuliko zile anazostahili, kwa sababu unamconnect moja kwa moja na yule ex wako. Kwa hiyo ni muhimu ujipe muda
wa kupona, wa kuugulia yale mapenzi yaliyopita, ulie, uumie, uyaruhusu, ujiponye nafsi yako. Maana usitegemee kuchukua mahusiano mengine haraka haraka ili yakuponye. Unajua kila mtu yuko peke yake, ana uniqueness yake, yani yuko kama jinsi alivyo. Kwa hata ukichukua mtu mwingine, hata awe nani, hawezi kufanana yule ambaye alipita. Lazima yule alikuwa na mazuri yake fulani. Kwa hiyo hata kama ni yale mabaya yaliyokuumiza sana, usipoweza kuponya moyo wako, huwezi kuyafurahia mahusiano mapya. Ni lazima upone kwanza, uyatoe, ujipe muda wa kuheal, kupona yale maumivu. Ujipe muda wa kumtoa ndani. Si kila mtu anaweza kutoa ile nguvu iliyomjaa ya uchungu, ya hasira, ya kutaka kulipiza kisasi. Sio kila mtu anaweza kutoa haraka haraka. Wengine wanahitaji muda zaidi. Kwa hiyo usiwe na haraka. Jipe muda zaidi. Jipe muda wa kukaa peke yako. Yafurahie maisha ya kuwa wewe peke yako. Ni heri upumzike, uje upate mtu ambaye ni sahihi, kuliko ufanye haraka haraka uendelee kupitia season na series za mtu yule ambaye bado umemshikilia ndani yako. Uendelee kumuona yule ex kwa watu wengine tofauti. Utachoka na utachukia kabisa mahusiano, utachukia mapenzi. Kwa hiyo usiendelee kujiingiza kwenye mahusiano haraka haraka kati bado hujapona, hujamtoa ex ndani yako. Wala usimchukue mtu mwingine, usiingie kwenye mahusiano mengine ili kulipiza kisasi, ili kumkomesha fulani, wakati unajua wewe ndiye uliyempenda zaidi. Sio rahisi, lakini inawezekana ndani ya muda. Muda huo una majibu yote. Kwa hiyo jipe muda wa kupona taratibu. Utajikuta unakuwa sawa na unakuwa tayari kupokea mahusiano mengine, kupokea mtu mwingine, kupokea maisha mengine. Na utajijua kwamba bado ex yupo ndani yako, japokuwa unataka kumsikia, hamnaye tena. Lakini kama unapata mahusiano mengine, alafu unaanza kumhoji yule mtu kwamba na wewe hautaniumiza, utanijali, hautaniumiza, utaniheshimu, maanake bado hujiamini, bado una ile nguvu mbaya ndani yako, bado una mashaka, bado una wasiwasi kwamba nikijiingiza kwa huyu itakuwa kama ilivyokuwa kwa yule. Kwa hiyo inapokuwa ni mahusiano yanavyokuja mapya na wewe umepona, utaona kabisa nafsi yako ipo huru na unampokea mtu kwa uhuru mkubwa, bila kuwa na mashaka wala hofu nyingi wala kuhoji maswali kama hayo. Kama vile ambavyo mwanzoni ulimpokeaga huyo ex wako, hukumpa mipaka mingi, hukuwa na mashaka na maanisha. Kwa hiyo huyu kama anakuja mwingine, unamhoji maswali mengi, unampa vizingiti vingi, una mashaka mengi, unakuwa unamchunguza. Au ndo mahusiano yanaanza tu, unatafuta Nina, kwamba Nina, hebu niambie jinsi ya kuishi na huyu mtu sasa hivi, nimepata mtu mpya, lakini yani hebu niambie niendaje naye ili mambo yasiwe ovyo. Maanake bado hujapona yale maumivu ya zamani, kwa sababu yani umeingia kwenye mahusiano ila una hofu kubwa ndani yako. Na ili uweze kupata mahusiano mazuri, lazima uishinde hiyo nguvu ya hofu ndani yako, ushinde nguvu ya chuki, ushinde nguvu ya visasi, ushinde nguvu ya maumivu yale uliyopitia nyuma. Yani hizo nguvu negative zote uzishinde, au niseme upone, zitoke. Kuwe na nguvu positive, kuwe kuna kujiamini, uwe una upendo ndani yako, uwe una imani njema, una hofu, uogopi. Yani unajisikia uko excited, unajisikia una uhitaji kweli wa hayo mapenzi.
Lakini kama mapenzi yanakuja, wewe unakuwa na mashaka kwamba hata nitenda, hata niumiza, jua kabisa kwamba hujapona maumivu ya zamani uliopitia kwa ex. Jua kwamba ex bado yuko kwenye utawala. Ili mahusiano yawe mazuri, inabidi utengeneze vizuri tena moyo wako. Na hapo hamna wa kuutengeneza. Ukisubiria tu kwamba aje mtu sasa anipende vizuri sana, utasubiri muda mrefu. Ni lazima kwanza ujitengeneze wewe, ujipende wewe, unenepeshe tena moyo wako, uupe furaha, nafsi yako ijisikie vizuri, iwe na amani. Ndio maana nasema mtu hata ukiwa single, lakini jitengenezee mazingira ya kuwa na furaha sana, ya kuwa okay, ya kutokuhitaji sana mahusiano, kutohitaji sana mapenzi. Yani uweze kujipenda kama ulivyo, ujikamilishe. Ukiwa hivyo, hata unapoamua sasa niko ready, na wala sio kuamua, utashangaa tu mtu anatokea. Kwa sababu hiyo ndio sema energy na attract energy. Kwa hiyo ukiwa tayari, utaanza kuvutia watu. Na atakapokuja mtu sahihi, huwezi kupata wasiwasi wala mashaka wala kumhoji sana. Utajisikia na wewe uko tayari kujiingiza kwenye mahusiano. Na ndio hapo unapopata mahusiano ambayo ni sahihi, mahusiano ambayo ni mazuri kwako. Lakini hii ya kuachana leo, unakaa kidogo unaanza kuwaza napata wapi mtu, unachunguza kila kona, unahangaika kwa sababu hujapona, utapata mtu anayefanana ex. Kwa hiki ni kitu ambacho nitaka nikukumbushe leo. Nimeongea kwa urefu, lakini kwa ufupi sana ni kwamba angalia energy ulionayo ndani yako. Angalia watu nao attract. Kama mambo yako nje hayaendi vizuri, usipambane na watu wa nje. Usipambane kuangalia shida iko wapi nje. Shida ipo ndani. Hapo ninavyosema nje na ndani, namaanisha nje yako kwenye ulimwengu wa kimwili, na namaanisha ndani yako kwenye ulimwengu wa kiroho, spiritual world, spiritual realm. Kwa hiyo kama unaona mambo yako haendi vizuri huku nje, usihangaike kuangalia huku nje kwamba nani ananikwaza, nani ananiingilia, mbona unapata mahusiano hayo mabaya, mbona unashindwa kupata mtu sahihi, mbona unapata watu wa aina ile. Angalia ndani kwenye nafsi yako, umebeba nini, unawaza nini, hofu yako kubwa iko wapi, umejaza nini ndani yako. Una upendo, unajiamini, una amani, una utulivu ndani yako. Kama hauna hivyo vitu, kama hauna utulivu ndani yako, kama umejaa hofu, kama umeweka ile mawazo ya kwamba watu hawa ni wale, kama umejiwekea kwamba watu wote ni waovyo, kwa hiyo unachagua yule ambaye angalau kidogo sio waovyo sana. Ukijiwekea hivyo, basi lazima utaendelea kupata watu waovyo. Lazima, hata kama hao watu sio waovyo, ila energy yako inatengeneza mazingira ya wale watu waonekane waovyo. Una attract jinsi ulivyo ndani. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, ukishaona tu mambo yako hayaendi vizuri huko nje, angalia nafsi yako, angalia energy yako, jikague, andika kitu kimoja baada ya kingine. Wasiwasi, una wasiwasi juu ya kitu gani? Andika hofu, unahofia nini? Andika negativity zote, afu jikague kama na wewe unazimiliki ndani ya nafsi yako. Jitafute, jichunguze, je, unamiliki negativity? Unamiliki hofu? Unamiliki mashaka? Na jiulize kwamba hizi hofu zimetokana na nini? Ni ndio jinsi ambavyo nilivyo, au ni kwa sababu X alinifanyia hivi na hivi ndio maana mpaka sasa hivi na hofu? Ukishagundua hofu zako hizo zote na mashaka yako yote ulionayo, sasa anza kuyatoa. Jipe muda ya kuyatoa na kuruhusu utulivu. Njia rahisi ya kuyatoa ni kufanya yale mambo yote ambayo ulikuwa unatamani X ya kufanyie, kujifanyia wewe mwenyewe. Ukianza kujipenda, ukianza kujithamini, kujijali, kujipa vitu ambavyo ulikuwa unatamani X ya kupe, na kila kitu kinachofanana na hayo,
nafsi yako itaanza kusahau uchungu, itasahau hofu, itaanza kujiona ipo salama, itaanza kuamini kwenye kupenda tena, itaamini kwenye kupendwa, itaamini kwamba kupendwa ni kuzuri, itaamini kwamba mapenzi yapo. Maana unapozungumzia nafsi, nazungumzia kitu ambacho ni spiritual. Kwa hiyo chenyewe hakipo katika hali ya mwili, kinaangalia feelings, hisia. Kwa hiyo ukiwa unajihisi vizuri, unajitendea mambo mazuri ili nafsi yako ihisi vizuri, unajipatia vitu vizuri ili nafsi yako ihisi vizuri, nafsi inaanza tena kuamini kwenye kupendwa, inaamini kwenye mapenzi, inaamini kwenye kujaliwa, inaamini kwenye kuthaminiwa. Kwa sababu mpaka sasa hivi nafsi yako inaamini kwenye kinyume cha yoyote. Inaamini mapenzi magumu, inaamini watu hawajali, inaamini watu hawathamini, inaamini mapenzi yana maumivu. Kwa hiyo inaamini kile ambacho ili ki-experience, ili kipitia, ili ki-feel. Kwa hiyo sasa wewe kubadilisha hayo yote, usikae unasubiri atokee mtu ayabadilisha hayo yote. Maanake uta-attract energy ambayo ipo kama vile nafsi yako inavyoamini. Kwa hiyo ni lazima kwanza, kama ikitokea umepata mtu ambaye moja kwa moja atakubadilisha, hiyo ni vizuri, ila ninatokea kibahati. Lakini mara nyingi ni kwamba uta-attract jinsi ambavyo ulivyo. Utapata watu wa hivyo hivyo wa kukuumiza. Kwa hiyo ni lazima kwanza uitengeneze nafsi yako, uiponye, uiaminishe kwenye uzuri, uijaze mazuri, uitengenezee mawazo, hisia ambayo ni kinyume cha yale yote ambayo sasa hivi inahisi. Iamini tena kwenye uzuri, kwenye kupendwa, kwenye kujaliwa, kwenye kuthaminiwa. Na hayo yote kama nilivyosema, naweka msisitizo ni kwamba wewe mwenyewe unatakiwa uifanye nafsi yako. Na katika kujipa vitu vizuri, kujijali, kujipenda, ndipo utakapoanza automatically zile energy mbaya zinatoka. Maana energy uzifukuzi. Energy zinaondoka baada ni kama utawala. Yaani utawala huu unaondoka, unayeyushwa kwa sababu kuna utawala mpya umekuja. Kwa hiyo jaza utawala mpya, utawala mzuri kwenye nafsi yako. Ukiwa vizuri, ukiona umekamilika, ukiona kwamba umejaa upendo ndani yako, basi uta-attract watu wanakupenda. Kwa maana pia kuna mambo mengi pia yatabadilika kwenye maisha yako. Ukijipenda, jinsi unavyojichukulia, jinsi unavyoongea, jinsi unaweka mipaka kwamba hiki sitaki kiingie kwenye nafsi yangu, hiki siruhusu, utakuwa hukubali chochote. Utaanza kuweka mipaka. Utaanza kuona kabisa kwamba hapa kuna shida, hapa hamna shida, kwa sababu tayari utakuwa una macho ya kuona kipi ni sahihi kwa ajili yako na kipi si sahihi kwa ajili yako. Kwa hiyo utajikuta wewe mwenyewe automatically unachagua vitu sahihi tu kwa ajili yako. Na hapo ndipo utakapokuta vitu sahihi tu ndio vinavyokuja kwako. Huwezi tena kuchukua chochote randomly kwa sababu tu eti na wewe unahitaji mahusiano. Ukijipenda utajithamini na utakuwa na nguvu nzuri na kuattract vitu vizuri. Subscribe, usisahau kulike, comment, weka comment yako hapo nitakujibu. Share hii video iwafikie watu wengi, na usisahau kugusa hiyo kengele ili nitakapoweka tena video nyingine uisikilize na tuweze kwenda pamoja na kuendelea kujifunza na kukumbushana. Maana haya mambo bwana, unahitaji sana kukumbushwa. Fikra inahitaji mno kukumbushwa mara kwa mara ili uende kwenye njia iliyo sahihi.